وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Leo tutasitisha lile darasa letu ambalo tumeanza toka juzi na jana kuhusiana na utukufu wa mwezi wa Rajabul Murajjab na matukio yake yaliyoko katika mwezi, na pia kuhusiana na ziara, umuhimu wa ziara na fadhila zake, ambayo tumeanza nayo juzi na jana. Kwa hiyo leo, siku ya tatu ya mwezi wa Rajab, tutasitisha mada hiyo kwa leo kwa sababu ya kuwepo kwa tukio kubwa la kihistoria, la kimaisha, tukio la kiakhera na tukio la kiimani, tukio la maisha yetu yote, nayo ni shahada ya imamu wetu wa 10, al-Imam Al-Hadi Ali ibn Muhammad Al-Hadi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa munasaba wa tukio hili, ambalo ni kubwa kwa imamu wetu huyu, na leo ni siku ya tatu, ni siku ya kifo chake, tukaona tutabaruk kwa somo letu kuhusiana na sira yake, ambayo itakuwa imechanganyikana na majlis, na hii ndiyo ada na ndiyo sunna ya wafuasi na wapenzi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kwa ahlulbeiti alayhimussalam, kuwa matukio ya viongozi wao hayapiti bila kuzungumzwa, bila kutajwa. Na ndivyo alivyotuhimiza au alivyotuhimiza Bwana Mtume, na tulivyohimizwa na maasumina wetu alayhimussalam, na ndivyo dhamira ya kibinadamu huwa kawaida nataja matukio yake. Ulimwengu nataja matukio yao, siku ya uhuru, siku ya muungano, siku sijui ya nini. Matukio fulani yako katika kila nchi, katika jamii, katika ukoo, katika makabila.
wenye akili huwa wanayakumbuka na wanajifunza jambo. Sasa sisi, huu ni mwenendo wa kidini, mwenendo wa Kiislamu, tunakaa na kuyataja, na ndio maimamu akatuambia, je, mnakaa na mnazungumza mambo yetu? Akajibiwa ndiyo. Akasema Mwenyezi Mungu avirehemu vikao vyenu hivyo na mazungumzo yenu hayo. Hiyo ndiyo sunna tuliachiwa na maasumina wetu salawatullahi wasalamuhu alayhim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na kufanya hivyo haiendi mbali na mada tuliyozungumza jana ya ziarati, ya kuwatembelea, kwa sababu unapowataja inajenga imani, inaweka imani zetu na uchamungu wetu na ukaribu wetu na wao na mahusiano yetu na wao yanakuwa ni makaribu, au yanakuwa ni ya karibu zaidi. Na zaidi ya hapo ni kutekeleza aya ya Mwenyezi Mungu niliyoisoma ya kuwa qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kikao kuwataja maasumina ni kumlipa Bwana Mtume, ni kumpa mshahara Bwana Mtume. Bwana Mtume ni mtume, katumwa, ni mfanya kazi, kafanya kazi, anahitaji kulipwa. Malipo yake si pesa, malipo yake si kumnunulia chakula, malipo yake si kumpa gari, kumjengea nyumba, la. Malipo yake kwa muongozo wa Mwenyezi Mungu tumlipe Bwana Mtume, lakini tunamlipa kwa kuwapenda watu wa nyumbani kwake, maimamu alayhimus salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na hii ilikuja baada ya mateso makubwa aliyopata Bwana Mtume na msaada mwingi aliokuwa akiutoa kwa Makuraishi hasa na wengineo ambao walikuwa ni watumwa waliokuwa wananyanyaswa katika zama zile. Namna alivyojitolea Bwana Mtume usiku na mchana kuwakomboa, wasiwe katika giza la ujinga, wasiwe katika udhalili, wasiwe katika unyonge, awatoe katika dimbu hili baya, awaweke katika maisha yaliyokuwa mazuri. Alihangaika sana. Sasa kikundi cha matajiri kikamuonea huruma Bwana Mtume kwa kazi anaifanya usiku na mchana, hapumziki, anaenda mbio, na Qur'ani inazungumza hivyo, wayadha anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Anaenda mbio kuwaondolea minyororo, kuondolea vifungo, kuondolea matatizo na mizigo ambayo imeelemea maisha yao. Wakaona kwa kazi anaifanya hii anahitaji malipo Bwana Mtume, ndio akamwambia, ewe Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, umefanya kazi kubwa sana. Ikiwa sisi wafanyakazi wetu wa ndani kuosha tu vyombo tunawalipa, kwa kufagia tu peke yake tunawalipa, kwa watu wetu wanaenda wanachukua kondoo na ngamia kwenda kuzichunga tu mchana, alafu wanazirudisha jioni, tunawalipa, na malipo ni makubwa, tunawalipa. Wale wanaenda kutufanyia kazi ya kilimo, wanatulimia, tunawalipa. Ni kazi za kawaida za muda, lakini tunawapa malipo makubwa. Sasa kazi yako hii ni kubwa, hailinganishwi na kazi ya mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo tukulipe malipo gani? Tuambie tukulipe. Ndio kabla Bwana Mtume hajatoa majibu, aya tukufu ya Mwenyezi Mungu ikashuka, waambie kuwa sihitaji malipo yoyote kutoka kwenu,
ninachokitaka kwenu nyinyi ni kuwapenda watu wa nyumbani kwangu. Salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wakamuuliza, ni wakina nani hao? Nani hao? Tutajie mmoja baada ya mwingine, ili tuwapende na ndiyo yawe malipo ya kukulipa wewe kwa kazi kubwa uliyoifanya. Bwana Mtume akawataja Imamu Ali, Fatima Zahra, Al-Hasani wal Hussein, na maimamu wote wakatajwa mpaka sahib al-asr wa zaman al-mahdiyun ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa tunapokaa katika matukio yao, tunahuisha mapenzi haya, tunahuisha kuwapenda, na kawaida mwenye kukipenda kitu anakuwa ni mwingi wa kukitaja. Ukikipenda kitu, man ahabba shay'an kuthira fi dhikrihi. Ukikipenda kitu unakuwa ni mwingi wa kukitaja. Hiyo ni kawaida kwa binadamu. Sasa leo ambayo tunayo, ambayo ndio ametufanya tusitishe somo letu tulioanza nalo la matukio ya mwezi mtukufu wa Rajabul Murajjab na ziara, ni imamu wetu wa 10, Imam Al-Hadi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Al-Hadi ni imamu wa 10. Jina lake hasa ni Imamu Ali ibn Muhammad Al-Hadi alayhi salam. Kuzaliwa kwake kuna riwaya mbili tofauti. Iko riwaya ambayo inasema amezaliwa mwezi huu wa Rajab, ambaye tarehe ya jana, tarehe 2 ya Rajab. Lakini riwaya ambayo ni maarufu, amezaliwa mwezi wa Dhulhijja, tarehe 15 mwezi wa Dhulhijja, ambaye ndio maarufu, na amezaliwa katika mji mtukufu wa Madina. Amezaliwa katika mji mtukufu wa Madina, na akaipata shahada yake tarehe 3 ya mwezi wa Rajab, ambaye ndio leo. Kaipata shahada yake katika mwezi mtukufu wa Rajabul Murajjab tarehe 3, ambayo ni leo. Umri wake Imam Al-Hadi alayhi salam, wakati anafariki, alikuwa na umri wa miaka ima 40 au 42. Kwa hiyo amekufa ni kijana sana, na riwaya nyingi zaidi zinasema amefariki akiwa na miaka 40. Sasa tizama, ni kijana sana, sisi tumempita sana, na amefia au amepata shahada katika mji unaoitwa Samarra. Samarra ni mji huko Iraki, pembezoni sana mwa mji wa huko pembezoni sana katika nchi ya Iraki. Ndipo alipofariki imamu wetu wa 10, al-Imam Al-Hadi alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma
utawala wake, uongozi wake baada ya kufariki kwa baba yake al-Imam al-Jawad, alikaa kama kiongozi kwa muda wa miaka 33. Ni mingi. Umri wake miaka 40, uongozi wake kama imamu baada ya kufariki kwa baba yake alikuwa na miaka amekaa katika uongozi miaka 33. Sasa ukiangalia unaona amechukua uimamu akiwa mdogo sana. Na kawaida maimamu wetu wanazaliwa wao kwanza, wanazaliwa ni maasumina, wanazaliwa na elimu, wanazaliwa ni viongozi, wanazaliwa ni ile tu wanaachiana, huyo akiondoka huyo anakaa. Si urithi, bali ni njia ambayo Mwenyezi Mungu ameshawaandaa moja kwa moja. Kwa hiyo haandaliwi kuwa imamu, anazaliwa hivyo hivyo ni imamu, lakini kwa sababu baba yake yuko, akiondoka anachukua yeye moja kwa moja. Ndio maana umri wake ni mdogo. Katika maimamu ambao walichukua madaraka wakiwa na umri mdogo ni yeye. Nasoma kama sira kidogo ili tuweze kumfahamu, sababu tumesema tutalieleza kama darsa ili kidogo ieleweke, sio kama majlisi kwa maana ya majlisi, ili kidogo ule msisitizo ya kusema tuwafahamu maimamu wetu kwa uchache. Haya naenda polepole, hata kidogo yakae ya baki. Umri wake ni miaka 40 au 42. Ni imamu wetu wa 10. Jina lake ni Ali ibn Muhammad al-Hadi. Utawala wake ni miaka 33. Akida ya maimamu, ndugu zangu, akida ya maimamu ni wajibu kuisoma. Yaani kusoma sira ya maimamu sio sunna, sio mustahabu ambayo nasema nikisoma sawa, sijasoma sawa. Ni wajibu, kama ambavyo ni wajibu kuisoma Qur'ani na kusoma maisha ya maimamu ni wajibu, kama ambavyo ni wajibu kumsoma Bwana Mtume. Na ndivyo alivyotuachia Bwana Mtume, inni tariku fikum thaqalain kitab Allah wa itrati. Sasa umeachiwa kitabu, umekisoma, alafu hiki cha pili ambacho umeachiwa utake kukisoma. Sasa vitaendaje? Na hivi haviachani. Ukisoma kimoja umeacha kingine, ndio siku ya kiyama utaambiwa atuuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd. Mnaamini baadhi ya maneno kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na baadhi hamyaamini. Kuna baadhi mmeyachukua mnayafanyia kazi, lakini kuna mengine hamyafanyii kazi, mmeyatupa. Yale ni madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hata unapoisoma aya Mwenyezi Mungu anapotuambia ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kafa, ingieni katika silmi wazima. Silmi hapa ukisoma katika riwaya ni kubobea kwa wilayatu Ali na watu wa nyumbani kwake alayhim afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Idkhulu fi silmi kafa, ingieni katika wilaya nzima, sio nusu. Sio namjua Ali ibn Abi Talib alayhi salam inatosha, la. Sio najitahidi unamjua al-Imam al-Hussein kwa sababu kuna majalisi zake za Muharram ni ndefu,
umesema basi wewe umeshafuzu. Sio umejitahidi umemjua Fatima Zahra alayha salam, umesema basi hapana. Lakini kuhusu Imamu al-Hasan hujui, Imamu Sajjadi hujui, Imamu Muhammad al-Baqir hujui Jaafar as-Sadiq sira zake, hujui Imamu al-Kadhim, hujui Imamu Ridwa, hujui Imamu al-Jawadi, Imamu al-Hadi, Imamu al-Askari wal hujjatu al-qa'im ajala Allah ta'ala farajahu al-sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hiyo ni mbaya, na la ajabu pia zaidi na kusikitisha, ukawa imamu wa zama zako, ukawa hujakaa ukasoma kitabu mwanzo mpaka mwisho. Wakati mwingine hata ukiona kitabu kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili, ukiona jina lake, baba yake, mama yake, mtu anavuka kule, anaona kama ni mambo ya kawaida, hayamhusu. Ni muhimu mno, hata kama unajua ukasoma jina la baba yake nani, jina la mama yake nani, watoto wake, maisha aliyoishi, maneno aliyoyasema. Ni wajibu ndugu zangu kuwajua maimamu, sio sunna. Kwa hiyo tusije tukajisahau tukasema sisi ni Mashia, sisi tunaswali, sisi tunafunga, sisi tukimtaja Bwana Mtume tunamswalia Bwana Mtume, lakini kuhusiana na kuwasoma maimamu ikawa wewe huna habari nalo, itakuwa hujaingia katika silmi kafa. Kwa hiyo ni muhimu tuchukue hilo. Vitabu zamani kulikuwa kuna vitabu vingi vinagaiwa vya aina hiyo, lakini siku hizi si sana. Vitafuteni hata vitabu vya zamani walioandika mashehe wetu kwa lugha za Kiswahili, kuwajua maimamu wetu. Na mwenye nacho vya zamani tunaomba pia kwa munasaba huu atuletee hata vingine, watu watoe fotokopi, kwa sababu sio vingi sana, ili mtu aweze kumsoma Imamu al-Hadi mwanzo mpaka mwisho. Huo ndio umri wake. Imamu huyu kwa huu utawala wake mnaouona ni mrefu, aliishi katika tawala ngumu sana, tawala za kitwahuti, tawala za kidikteta, tawala ngumu mno, tawala katili sana, ambayo mmoja ambaye alikaa naye muda mrefu sana ni yule aliyokuwa anaitwa Jaafar ibn Muhammad ibn Haruna, ambaye kwa jina maarufu kabisa anaitwa Al-Mutawakkil Al-Abbas. Hili jina kwa wengi mmelisikia, Mutawakkil Al-Abbas. Huyu alikaa na imamu kwa miaka 15 akiwa yeye ni mtawala. Mutawakkil al-Abbas ilikuwa ni katili, na naamini kwa wafuasi wa al-Bait akitajwa Mutawakkil kila mmoja anajua, si ndivyo ilivyo? Ni maarufu. Sasa huyu ni katika watawala wachache wenye roho ngumu sana. Hapa riwaya inasema hivi: kana al-Mutawakkil al-Abbas rajulan khabithun sarira walahu adawatun shadida wa ghaidan adhima li ali Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Huyu Mutawakkil alikuwa ni mtu muovu sana, ni khabith, mbaya, ni mshari sana, ana uadui mkubwa sana kwa Ahl Bait alayhim salam. Ghalidh alqalbi, ambaye hata Qur'ani imezungumza kwa kusema Bwana Mtume hakuwa ni ghalidhul qalbi, walau kunta faddan
walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Mungu anamwambia mtume, lao ungekuwa wewe kuna moyo mgumu, jeuri, katili, watu hawa wasingekuwa pamoja na wewe, wangekukimbia. Mtu unapoenda kukutana naye anakuangalia, anakusoma machoni, anakusoma uso wako, umempokeaje. Mtu anaweza kusema huyo unadharau, sio kwa sababu umeongea, kwa muonekano wako tu machoni na namna ulivyompokea. Sasa huyu anasema kana almutawakkil al-Abbas rajulan khabitha sarira walahu adawatun shadidan wa qaidan adhima li ali alayhi salam. Alikuwa na moyo mgumu sana, jeuri mno. Yaani wengine wanafananisha mwili wake ni kama mbao isiyo katika. Yaani hata mwili ni kama vile akikupamia ni kama vile umepamiwa na mbao. Hii kufananisha tu ule ubaya wa roho yake, yaani roho yake ilivyokuwa ngumu. Tizama anavyoendelea huyu, anasema wahalla bi ali alayhi salam min almasaib walmihan fi ayami hukumatihi lam yulaquhu fi asri jamii khulafai bani al-Abbas. Yaani machungu walioyapata hii familia kwa huyu Mutawakkil al-Abbas haijawahi kutokea kwa mtawala mwingine kuwatesa namna alivyokuwa akiwatesa familia ya ahlu bait Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Paka anaendelea kwa kusema hivi, hatta wasala al-amr bil alawiyin ila haddi, mpaka hawa maalawi hawa masayidi hawa masada hawa ikafikia katika daraja innahu kanat limajmu'ati min al-alawiyati thawban wahida yatadawalunahu bainahunna kullama aradna an yaqumna as-salah. Ilifikia wakati wa utawala wa huyu jamaa ambaye amekaa na imamu miaka 15 kwa ugumu na mateso ya Mutawakkil kuwatesa familia hii ya bwana mtume. Ilifikia familia hii inaishi na nguo moja tu, wana nguo hii moja. Ikifika muda wa sala wanaachiana zamu kuswali. Yaani mateso ya kawaida haya. Nguo ni moja, ndugu zangu. Sijui tunaelewana vizuri. Ili muone Mutawakkil na zama alizoishi imamu wetu wa 10 al-Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi, ambaye ndio siku yake leo. Kwa utawala wa al-Mutawakkil, familia hii ilikuwa na nguo moja. Muda wa sala ikifika, huyu anapewa, anaitumia, anaswali, anamaliza sala. Na maana ni kama vile hamna sala ya jamaa tena, wanaazimana nguo. Unapofika muda wa sala, anaandika huyu mwana historia katika kitabu, aliwanyongesha namna hii. Ile nyumba ilinyongeshwa hivi, akiwepo Imamu al-Hadi alayhi afdalu salatu wassalam. Nguo ni moja. Hayo ni moja ya mateso. Jingine katika utawala wake huyu Mutawakkil al-Abbas, na haya mara nyingi huwa tunayatamka sana katika Muharram. Inasema miongoni mwa mambo yake, ihda a'mal al-Mutawakkil al-Abbas hiya hadmi qabri Aba Abdullah al-Husayn alayhi salam wa man'a zairihi min al-usuli ilayhi.
wa wadaa al-uyun ala qabrihi sharif lilqabdi ala zairihi wa qatlihim. Miongoni mwa mambo aliyofanya katika utawala wake, ukatili aliokuwa nao, ndiyo aliyeenda kuivunja kaburi ya al-Imamu al-Hussein nzima nzima. Nadhani tumeshanukuu sana. Alienda kuivunja, alafu akachimba mtaro mkubwa, ni mtaro au ya kuelekeza maji Furata yaende kwenye kaburi. Yaani kaburi la Imamu al-Hussein liunganishwe na mto Furata alivyochimba, kwa sababu mto Furata huko ni mkubwa, maji yake ni mengi, ni mkubwa kabisa. Kwa inshallah mtakapojaliwa kufika Karbala mtauona, na hauko mbali. Maji walionyimwa Albaiti, lakini manyani, manguruwe wanaenda kunywa, wanaogelea, na jeshi la Omar ibn Saadi wanaoga, wanakunywa. Lakini familia bwana Mtume kanyimwa, wakauliwa, hawajaonja maji. Ukiwa Karbala unauona, kwa sababu huko kama hapa labda na Shoppers, na kwa sababu ni ardhi tambarare, ni maji yanaonekana, si ni karibu sana. Hakuna magorofa, hakuna manyumba yanasema yanazuia, ni maji yanaonekana. Hata Shoppers pia nahisi kama ni mbali zaidi, kama hapa tu kwenye mataa, kama mataa ya nini hapa bwana, hata sisaidiwi. Niliweka watu karibu ili tusaidiane, lakini naona hawanisaidii. Mataa ya Eso pale. Sasa sio mbali, ni mto ni kubwa. Sasa alichimba limtaro likubwa kama vile limto tu jingine, alafu akaelekeza maji yote yaende Karbala. Na hapo baada ya kuwa ameshalivunja kabisa kaburi la Imam al-Hussein, amelivunja, amelisawazisha. Makaburi ya Abul Fadl Abbas ambalo liko pembeni limeshasawazishwa, kavunja makaburi yote, alafu kaelekeza maji yaende. Alafu akazuia ziara, ile ulipaji wa kodi. Bila shaka ilianza kwa watawala waliotangulia pia wakati wa Imamu al-Jawad, lakini katika zama za Mutawakkil, kabla ya kufikia hatua hii ya kuzuia, ndio aliweka kodi ya kukata viungo vya watu wanaenda ziara. Na nyote tumeyazungumza sana katika membari ya Aba Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu alayhi. Ukitaka kwenda lazima ulipe kodi. Sijui umetoka wapi unataka kwenda kumzuru Imamu al-Hussein Abul Fadl Abbas, lazima ulipe kodi. Kodi sio pesa, na wengine wanasema ilikuwa ni pesa pamoja na kimoja katika kiungo chako cha mwili. Wengine wanasema ni mwenyewe wanachagua katwe nini, wengine wanasema wao wenyewe ndio walikuwa wanachagua, lakini zaidi walianza kukata na miguu ili usije ukarudi tena njia. Unalipa kodi ya pesa, kisha unakatwa mguu wako kwenye goti huko, unakatwa kabisa, unakatwa unatupwa huko na kwa kilema. Lakini ndio naambiwa ni zama ambazo mazuwari wa Aba Abdullah al-Hussein ndio walizidi zaidi kuliko zama zingine. Huyo ndio Aba Abdullah. Mapenzi ya al-Imam al-Hussein hayakatiki hata siku moja. Mtu anakatwa na ametoa pesa zake,
lakini ndio naambiwa watu ndio wakawa wanafurahia zaidi. Yaani ni kama vile sasa, kama Imam Hussein alikatwa mguu, kama Abul Fadhl Abbas alikatwa mguu, bwana na mimi nikikatwa ndio nimefuata mwenendo wa Abul Fadhl Abbas. Yaani watu wakawa wamepatwa na wandawazimu, jununi imewavaa kwa kutafsiri yaliyotokea Karbala na haya yanayotokea kwao. Wanaona bwana, sisi sasa yale maneno tuliyokuwa tunayasema, ya laitani kuntu ma'akum fanafuza fawzan adhima, bwana yanatimia hapa. Yanatimia kupitia Karbala ndogo hii. Mtu anakatwa, anajisifu, anasikia raha. Ndio watu walimiminika zaidi. Sasa mpaka kwenda kulivunja na kuelekeza maji ni baada ya kuwa mama na watoto wake wanaenda kufanya ziara. Wamejikongoja na watoto wake. Mama anasimamishwa na majasusi hawa na macho ya Mutawakkil al-Abbas. Mnaenda wapi? Wanawaelezea tunapokwenda. Anaambiwa, mama, wamebeba watoto wako, kwani hujui kinachotokea huko? Akajifanya hajui, akamwambia sijui, mimi nachojua ni kwenda ziara. Akaambiwa kule kila mtu anayekwenda lazima atoe kodi, pesa na viungo vyake vya mwili. Akamwambia sawa. Alipofungua baadhi ya nguo zake, akakutwa ameshakatwa mguu mmoja na mkono mmoja kwa ziara aliyokwenda. Wasije wakaogopa wakiona mama yao anakatwa. Wakakatwa. Kapewa taarifa hizi Mutawakkil al-Abbas, na watu wanazidi kumiminika. Yaani wanakata mpaka wanasema mpaka mmoja katika watu wake wabaya aliokuwa wanawatumia anasema, kuna wakati nilikata mpaka nikahisi kama mkono wangu unakatika. Yaani ile kukata unakata kama vile tunapochinja hizi mbuzi siku za Eid zile nyingi namna hii. Nilipopewa taarifa kwa tukio la huyu mama na watoto wake, akasema hamna njia ya kufanya. Kushauriana na watu wake ndio wakazuia, lakini kuzuia pia watu wakawa wanakwenda hivyo kwa nguvu. Wakashauriana zaidi, ndio ikaja hii kwenda kulivunja na kulifanya kuwa ni mto, ni maji, watu hawawezi kufika tena. Ndio huyu anayezungumza hapa, ndio akaenda kalivunja kabisa lote. Lilikuwa linavunjwa na watawala waliopita, lakini huyu ndio alienda kavunja kabisa na kasawazisha kabisa na kutengeneza maji, akaanza kuelekea kule kwa wingi. Anataka kubadilisha mwelekeo kabisa wa mto Furat. Sijui lengo lake ni kwenda kumnywesha al-Imam al-Hussein maji wakati yuko kaburini, wakati walishindwa kumnywesha wakati anaomba maji. Sijui ilikuwa ni kwenda kumnywesha Ali al-Asghar, Abul Fadhl Abbas, Ali al-Akbar, ambao wamekufa bila ya kuonja maji na wanawazuia kabisa. Hata kitoto kichanga alichokichukua al-Imam al-Hussein anasema, kiwa sisi watu wazima tuna madhambi, tumewakosea, tumeng'ang'uana na nyinyi, lakini kitoto hiki kimezaliwa saa hii tu alfajiri, mpeni maji. Anasema hatumpi maji. Sasa Mutawakkil alayhi lahana anaelekeza maji, sijui ndio wakayanywa al-Bait alayhi salam kwa njia hiyo? La hasha, ni kuzuia watu wasifike. Ndio ya ghalidhul qalb, mioyo migumu. Lakini la ajabu, lilipovunjwa lile kaburi, nuru kwa watu wa majirani ya kule wasema ilikuwa nuru inawaka, inameremeta usiku wa manane, inameremeta zaidi kuliko hata kabla ya hapo. Na yale maji
kila alipokuwa anafika katika kaburi la mashuhada, sio kwa Imam al-Hussein peke yake, la mashuhada, japokuwa yoko kwa maimamu yote yako, kwa Imam Hussein na mashahidi wengine yote yako kama vile hapa, kama Husainia hivi, huyo amezikwa hapa, amezikwa hivi, wale wote wamezikwa pale. Hii kaburi liko hapa, Imam Hussein, Ali al-Akbar yuko kama pale, na Qasim yuko pale, Habibu bin Madahir yuko pale, na kama ukubwa huu na kidogo inaongezeka makaburi yao, ambayo ni kwa mwongozo wa Imam Zainul Abidin salawatullahi wa salamu alayhi. Maji yale yalipoelekezwa katika kaburi la Aba Abdullah al-Hussein na mashahidi wa Karbala, na kwa Abul Fadl Abbas, la Abul Fadl Abbas liko kando kidogo, ambalo sijui masafa yake ni kama hapa. Hata mumeishi sana huko, nadhani masafa yake kama hapa, labda na barabara ya lami kule mita 300 kama hapa na watu mita 300. Uwanja wa stadium mara 3. Uwanja wa stadium, yani goli na goli 3. Mia sio 300. Kama Kilombero. Shekhe, kama pana Kilombero. Wewe umeishi huko sana. Sisi tumeenda ziara, sisi hatujaishi sana Karbala. Sisi tumeenda ziara alhamdulillah. Na nyinyi wote inshallah Mwenyezi Mungu awajalie mwende ziara. Na tumuombe na diwani wetu ajitahidi sana katika hii miaka 5, Mungu amruzuku kila la kheri. Anaitwa Abbas, asikose kwenda ziara. Wazifa huo ni kutumikia Abul Fadl Abbas. Jitahidi uende ziara. Kwa hiyo kama hapa na Kilombero, zote hii ambayo ilielekezwa mtaro kule ya maji, mto uende huko, kile kiende nazunguka namna hiyo, hajaguswa na maji. Katika muujiza wa Karbala, miongoni mwa muujiza ni hajaguswa na maji, na mpaka wanapeleka wafanyakazi, wanapeleka, wanamwagia, wanachimba, yani wamechimba mpaka hapo, lakini maji hayafiki. Sukuma hata kuchota kile kina nini, kama vile wanamwagia tu bustani, labda mtu amechota ili yajae pale, kwa sababu amechimba, lakini kile wakimwagia ni kama vile wanamwagia mchicha tu, maji yanaisha, hayatulii, yanaisha. Wakiacha yaende wenyewe, yanazunguka hivi. Linalindwa kaburi la Aba Abdullah na mashuhada wa Karbala, kama ambavyo siku alipouliwa lililindwa na simba. Mnafahamu ile mili ililindwa na simba yote, sio tu al-Imam al-Hussein, kwa sababu Karbala kulikuwa kuna mbwa mwitu wengi sana, wanyama wa kula mizoga ni wengi sana, ni jangwa, na wao kina Umar ibn Saad walikuwa wanatamani sana iliwe, itafunwe ili kusiwepo na athari. Kwa maana miongoni mwa vitu kuachwa wazi ilikuwa ni hiyo pia, lakini waambiwa simba alienda pale mkubwa, hana mfano, akawa amekaa pale, hamna mnyama alisogelea pale. Ndio maana ukienda Karbala kuna lipicha limewekwa juu hivi la kichwa la simba likubwa, limeelekea katika makaburi ya Karbala, liko mpaka sasa. Hapo ndio naambiwa simba alikuwa amelala hapo, amesimama hapo, analinda mili. Sasa ikiwa mili inalindwa na simba isiliwe na maumbwa mwitu, leo Mutawakkil al-Abbas unaenda kwenda kuilikisha, kuyafanya makaburi ya Ahlulbayt ni kama tufani ya Nabiullahi Nuh. La hasha, itoke. Hiyo ni kazi ya
Mutawakkil al-Abbasi. Nenda haraka haraka ndugu zangu. Imam al-Hadi alayhi salam alipozaliwa Madina, kama nilivyosema, ilifika wakati Mutawakkil al-Abbasi akamwandikia barua ya kwanza, ya pili, atoke Madina aende Iraki, na sio tu Iraki, aende mpaka Samarra. Zilipokuja barua zikawa ni za matisho, ikamfanya Imam al-Hadi alayhi salam afanye safari ya kutoka Madina mpaka Samarra. Mji wa Samarra ndugu zangu, ni mji unatisha mpaka sasa hivi, katika maimamu ambayo hata ukienda hauna raha hata ya kumzuru. Hata sasa hivi ukienda una raha ya kukaa. Salawatullahi wasalamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ni mji wa Samarra mpaka sasa hivi, mji wa Mutawakkil al-Abbasi. Niliona ni mtu wa hatari sana kwa Ahlul Bait. Wanavaa nguo moja. Kulitaka familia Ahlul Bait kuvaa nguo moja, wanaachiana kwenye sala. Sasa hiyo ni nguo. Hapa kuna mambo ya chakula hapo, tukiyasoma yote hapa utashangaa walivyokuwa wanakula. Na majina wakawa wanaitwa jina moja tu, wabadilishani majina. Mutawakkil al-Abbasi alayhi laana. Ni mji ambao Samarra wamezikwa maimamu wawili, Imamu al-Hadi na Imamu al-Hasan al-Askari. Naam. Baba na mtoto wake tumezikwa, maskini ya Mungu. Lakini ndio nawaambieni, ni mji ambao tukienda ziara hatukai. Yaani ni mji ni kama vile unaingia unatoka, hauna amani hata chembe. Mpaka sasa hivi ukiingia, yani ni kama vile ukiingia ni kama vile umeingia kwenye uwanja wa vita. Ukienda Karbala tunalala, tunaishi. Ukienda Najaf kwa Imam Ali, ni raha starehe. Ukienda kwa Imam al-Kadhim na Imam al-Jawad, ambaye sehemu inaitwa al-Kadhimia, hii iko Baghdad kabisa Iraq, unakaa raha. Hata haram yao zimejengwa raha, unaziona. Lakini ukifika Samarra ni mbio mbio, ni ziara na kuswali rakaa mbili mnaondoka. Watu hawalali kule siku zote. Imam al-Hadi ni mgeni. Maana tunasema tuna maimamu wetu wamezulumiwa sana, lakini hatuwasomi vizuri. Watu wanakwenda haram yenyewe, ukienda unaweza usema ni gofu au namna gani, haijapambwa, majengo yake hajakaa vizuri, alafu ni kadogo kadogo hivi. Na mkienda sio mnafika mpaka hapo karibu na magari ndio mshuke muingie, mnashushwa masafa kabisa, ni mbali na kuna vizuizi chungu mzima. Ni mji ambayo bado uko mikononi mwa Masuni, wale Masuni wa taasub. Si mji ambao umeshikiliwa na Mashia kama Karbala, si kama Najaf kwa Imamu Ali alayhi salam, ambao kule ni Mashia maulama. Kule bado ni Masuni ndio wengi. Na
na sio masuni wa kawaida. Tunasema ni masuni mawahabi ambayo bado wanachukia, yani hawapendi kuona watu wanaenda kufanya ziara. Ndio maana unasikia milipuko mingi natokea ni huko Samara. Milipuko mingi natokea ni Samara. Kwa mpaka ufike kuna vizuizi. Alafu mnashuka kama hapo, natembea sijui kama hapa sijui na wapi. Ungekuwa unatusaidia Sheikh Adam tunapouliza hivi. Ni masafa unatembea mpaka ufike. Kama mtu ni mzee inabidi akotishiwe. Kuna wafanyakazi wa umo vijana, watu wanapata ujira. Wanawapakia. Zamani wakati ule kwa kama mkokoteni, unakaa kwenye mkokoteni unasukumwa mpaka unapelekwa. Sijui sasa hivi labda kuna maendeleo kuna usafiri wa bado ni vile. No, bado ni vile. Unapakiwa kwenye mkokoteni. Na lami imetengenezwa mpaka Haram, lakini unasimama hapa ndio upelekwe kama hapa na Ngaranaro. Ndio liliko kaburi. Kama una uwezo wa kutembea ndio hiyo wenyeji wako huko, nadhani ni masuni wale kwa sababu tu ya pesa, kwa sababu ni mji umekaa kimaskini sana. Hauna pesa yani, ni mji umekaa ovyo. Ambao uko nyuma yake hapo. Msikiti wakiwa hapa. Asante. Sasa wanawabeba tu kwa sababu hawana pesa, ndio kama vile taxi zao au pikipiki zao. Kwa hiyo mtu mzima unakaa kwenye mkokoteni pale, unakukimbiza unapelekwa unafanya ziara. Kama unamwambia nisubirie, unafanya ziara haraka. Hatukai kule, yani hatukai huko heka hivi. Sidhani kama mazuwari kule wanamaliza hata saa. Salawatullahi wasalamu alayhi. Allahu sallallahu Nimejaliwa kufika mara 3 lakini sikumbuki kama hata saa iliniisha. Sisi ambaye hatujawahi kufika na hamu hata uende pale ukaregare kwa Imamu al-Hadi, Imamu al-Askari, utaje hata haja zako, hata ukae pale usinzie na nini, lakini mara moja tu. Tena mnaambiwa kabisa, jamani dakika kadhaa, swali dakika 2. Kidogo utakaa kidogo kama umefika muda wa dhuhuri. Ambaye labda utaswali dakika 2 za ziara, alafu swali labda na dhuhureni na alasiri. Hapo kidogo ndio utatulia. Lakini kama umefika saa 5 kabla ya muda wa sala, ni sunna tu ile. Na swali na kuondoka. Mko mbio namna hii. Hapajakaa vizuri. Ndio hata kipindi imetokea vita vile vya wale wanajiita takfiri ISIS wale. Mnaona Samara ilipokuwa. Na watu hawaendi usiku, ni mchana. Lakini kwa Imam Hussein unaenda saa yote. Kwa Imam Ali unaenda saa yote. Kwa Imam al-Kadhim kule na Imam Jawad unaenda muda wote. Lakini kule ni mchana tu. Na mnaenda mwe wengi. Msafara ya kidogo. Mnaenda mnamaliza. Ndio imamu ambaye bado amedhulumiwa, ndugu zangu. Kwa maana nasema tu wasome maimamu wetu. Hii kazi ameifanya Mutawakkil al-Abbas. Muovu mno. Laanatullahi alayhi. Tumlaani sote kwa pamoja. Sasa alipofikishwa niende haraka, alipopelekewa zile barua mpaka akafika kule Samara katika mji wa aina hiyo, Mutawakkil al-Abbasi alimuita mmoja katika watu wake ambaye ndio muuaji mkubwa, akamwambia, nataka uingie ukamuue Imam al-Hadi alayhi salam.
na huyu anaitwa Said al-Hajib. Sasa alipo akaambia Imam al-Hadi yuko sehemu fulani, hiyo ni siku ya pili tu baada ya kuingia, baada ya kutoka Madina ameingia Samara. Siku ya kwanza kapumzika, siku ya pili ndio huyu mtu wa kwenda kumuua anaambiwa nenda kumuue, na imamu alikuwa amewekwa eneo hivi, ndio sehemu alikozikiwa, ndio pale pale akaingia huyu mtu ambaye anaitwa Said. Faqala, akamwambia, atuhibbu an tandhuru ila ilahika. Alipoingia huyu mtu akamwambia, ewe Ali ibn Muhammad, unataka kumuona Mungu wako? Umeona maneno ya kejeli, unataka kumuona Mungu wako? Imam al-Hadi akamwambia, subhanallah, ilahi la tudrikuhu al-absar. Akamwambia, Mungu wangu, utakatifu na Mwenyezi Mungu, Mungu wangu haonekani kwa macho. Alafu huyu akamwambia tena, alladhi tazamuna annahu imamukum, yule ambaye wenyewe huwa mnadhani kuwa mnadai ndio imamu wenu, ndio kiongozi wenu. Yakapita mazungumzo pale ya muundo kama huu, kwa sababu ni marefu kidogo. Huyo anazungumza na huyo anajibu, anazungumza, lakini lengo ni ile ameanza, je, unataka kumuona Mungu wenu? Na imamu naye akakataa vile Mungu haonekani. Kwa hiyo wakawa wanazungumza maneno chungu mzima. Mwisho akatoka yule mtu akaenda akamwelezea. Alipotoka akaja mmoja katika ambaye kidogo alikuwa na imani kwa Imamu al-Hadi, akamwambia, bwana, nimesikia aliyokuwa anazungumza huyu mtu aliyotoka hapa akizungumza na Mutawakkil namna ya kutaka kukuua wewe. Sasa Imamu al-Hadi alayhi salam na huyu mtu akawa analia. Imamu akamwambia, kwa nini unalia? Ndio akamuuliza hivyo, akamweleza namna hiyo. Lakini alipoingia huyu mtu ambaye kidogo ana imani alimkuta kama imamu anatengeneza hivi, kama vile anachimba pale alipokuwa amekaa. Sasa akamuuliza, ni nini unachokifanya? Akamwambia, anachimba kaburi langu, ili nalotengeneza ni kaburi langu. Sasa yule akalia. Baada ya kulia, mama akamuuliza, mayubukika, sasa kitu gani kinachokuuliza? Akasema, maara, kinachoniliza ni hivi ninavyokuona na mipango inavyopangwa dhidi yako wewe, inanitoa mimi machozi, inaniliza. Imamu al-Hadi akamwambia, la tabki, innahu al-mutawakkil la yatimu lahu dhalik. Mimi nafahamu anayepanga Mutawakkil kuhusu mimi na watu wake, kwa hiyo usilie, na hicho anachokipanga Mutawakkil al-Abbasi kuhusu mimi na kuhakikishia hakitotimia. Imamu anamwambia hakitotimia. Wa innahu la yalbathu aktharu min yawmin, wa innahu la yalbath aktharu min yawmaini hata yasbiqu Allahu dama wa dama sahibahu. Akamwambia, hata maliza siku mbili yeye Mutawakkil na huyu mtu ambaye anataka kumtumia kumuua mimi, hazitopita siku mbili watauliwa wao. Na kweli anasema, fa wallahi ma madha yawmaini hatta qutila,
Ni kweli hazikupita siku mbili mpaka wote wale Mutawakkil aliuliwa kinyama. Tunaweza tukasoma kuna ukurasa mrefu sana umeandika namna alipokufa Mutawakkil al-Abbas. Aliuliwa, damu yake ilimwagika vibaya, aliuliwa na yule mtu wake aliyokuwa na mpanga, ambaye ni muuaji mkubwa kwa Beiti alayhi salam, walikufa. Ni utabiri na ni karama za Imamu al-Hadi. Alimwambia hawatotekeleza. Sasa Imamu al-Hadi alikuja kuuliwa na mtu mwingine katika utawala ule. Ala kule hali, wacha tuniruke nifike kwa ajili ya kumalizia mazungumzo yangu. Imamu alayhi salam, baada ya kuwa ameuliwa yule Mutawakkil, akaja mtawala mwingine, au wakati ule ule wa Mutawakkil, kabla ya huyu mwingine, kwa tunarukaruka, akaja kamuita imamu katika maida yake ya chakula, na amekaa na watu wake, na huko anakunywa pombe. Alipofika, hii inasemekana ni siku ya kwanza au siku ya pili, kabla hajampeleka yule mtu ambaye anataka kumuua. Alipowakuta pale anakunywa pombe, kwa sababu alikuwa ni mlevi mno. Lakini la ajabu, na Waislamu wanamsifu sana, wanamuita Amirul Mu'minin, yeye na ndugu zake wakina Maamun, kina Haruna Rashid, wanaitwa Amirul Mu'minin. Ndugu zangu, shida ya Waislamu, mtu akishajinasibisha tu kuwa yeye ni kiongozi wa Uislamu, tayari lazima tumtii, lazima kweli heshimike, ni shekhe. Ndio hiyo tatizo. Awe amechukua kwa hila, amechukua kwa mabavu, amechukua kwa uovu, amechukua kwa fitna, amechukua kwa lolote lile, sisi limradi ameshakaa pale, basi ni shekhe, ni Amirul Mu'minin. Ndio tatizo la Uislamu, na ndio Uislamu tumefikia hapa kwa njia hiyo. Na tukasema lolote linalotokea ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kheri na shari zote zinatoka kwa Mungu. Imani potofu, sisi Mashia tunasema kheri ni ya Mungu, shari ni ya Sheitani. Inawezekana kheri na shari zote zitoka kwa Mungu, alafu Mungu akatuadhibu siku ya Kiyama, na yeye ndiye aliyoileta. Katuletea kiongozi muovu na amemleta yeye, na sisi hatuna hiari ya kumkataa, sio? Alafu siku ya Kiyama akatuadhibu. Inaingia akilini? Yeye kamleta, tunasema vyote vinatoka kwa Mungu. Sasa ametuletea hapa, alafu anatunyanyasa, anatudhulumu, anatuonea. Si mwema, si kiongozi wa maendeleo. Alafu na sisi tunamtii. Alafu siku ya Kiyama Mungu akasema, nyinyi mlishindwa kufanya kadha wa kadha wa kadha, na ingize ni motoni. Alafu mwenyewe ndiye amemleta. Inaingia akilini ndugu zangu? Hapana, haingia akilini. Sasa ile itikadi ambayo watu wanasomeshwa kule kwenye madaris al-khair wa sharru min Allah ni makosa. Haiko hiyo. Khairi ni ya Mungu, shari ni ya Sheitani. Ndio hapo, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur. Sasa si Qur'ani iko wazi. Sasa maandishi haya ya mwandishi huko kwenye kitabu huko ameandika yote hii, waliandika hawa watawala wa Bani Umayya na Bani Abbasi ili tuwakubali viongozi wa Kiislamu wanaekuja, kwa sababu wao ni walevi. Yazidi ni mlevi, lakini Yazidi anasifiwa, anaua wajukuu wa Mtume bila huruma, lakini anaitwa Amirul Mu'minin. Unaambiwa alijitahidi, amekosea. Naua kizazi kizima. Mimi na wewe ambaye ni wa kawaida katika zama hizi, Mtume ni huko zama hata tujamuona, hata athari zake hatujaona. Wala huwezi kuua hivyo, na imani zetu dhaifu, hatuui. Na ukiua labda mmoja kama imetokea bahati mbaya, lakini hatuui.
tunaogopa kabisa, ni haramu. Leo huyu ambaye zama zake na Bwana Mtume ziko tu hapo tu hivi, sio amezaliwa na bado kadogo anamuona hata Bwana Mtume, hata nyumba ya Bwana Mtume bado inaonekana, familia ya Bwana Mtume iko, watoto, kila kitu kipo cha Bwana Mtume. Unaua kizazi kizima cha Bwana Mtume, alafu nasema alijitahidi, au nasema Amirul Mu'minin. Tumeletewa haya ili tuyakubali haya. Ndio maana umma wa Bwana Mtume unateseka, unaumia mpaka leo. Ile kwa sababu kiongozi yote aliyokuja min Allah, huyo ametoka kwa Mungu bwana, analetwa na Mungu bwana. Kwa hiyo wewe huna lile la kusema la. Ala kule hali huyu ni mlevi, anakunywa pombe, akamwita Imamu Al-Hadi alayhi salam kwenye kikao chake kile, amelewa na maaskari wake, akamwambia na wewe chukua kunywa. Imamu akamwambia lahami wa dami qattun fa'afini minhu. Akamwambia ma khamara lahami wa dami qattun fa'afini minhu. Akamwambia mwili wangu huu na damu yangu haijawahi kuchanganyikana na haramu na pombe hata siku moja. Naomba nifanyie yote, lakini hili hapana, nisamehe katika hili. Imamu alizungumza kwa sababu anaweza kumshika kwa nguvu. Na haya ndugu zangu, unaona kwa Yazidi kichwa cha Imam al-Hussein sio alikiweka kwenye nini? Sio alikiweka kwenye chombo cha dhahabu na akawa anakimiminia kilevi. Huko anawaambia si baba yako au babu yako si aliharamisha vyombo vya dhahabu, aliharamisha pombe. Haya sasa leo tumuone hapa atatuzuiaje? Si ndivyo mashehe? Ala kule hali Imamu akamwambia damu yangu na mwili wangu hawajawahi kukutana na hivi vitu, havichanganyikani, nisamehe katika hili. Akarudia mara ya pili, mara ya tatu, wakamsamehe. Alafu akamwambia naomba unisomee mashairi. Wakiwa Waarabu wanapenda mashairi, wakiwasomea mashairi Waarabu wanalewa. Na sisi huku tumeiga pia, unaona soma mashairi tunalewa kabisa. Sio? Soma mashairi kama kasida, sisi tunaona huwa tunalewa ustadhi kabisa akirani ile mashairi. Ya Kiarabu hivyo huwa alikuwa. Sisi huku tunalewa, tunatunza. Wengine hata usoma hata kwa Kiarabu hata tuelewe limesemaje, lakini kwa sababu tu lina neema nini neema ya aina hiyo, tunalewa. Sasa ni Waarabu. Sasa Imamu akamwambia hapana, mimi sio mtaalamu wa mashairi, naomba nisamehe. Akamwambia kama usomi mashairi tunakunywesha pombe. Ikapita aliyopita, ndio Imamu ikabidi asome mashairi haya ambaye ataishia hapa. Ndugu zangu, nimechukua muda, lakini nimesoma sira nzima ya Imam Al-Hadi kwa ufupi, lakini sijasoma maneno yake aliyosema, lakini mashairi haya naomba tuyavumilie. Sisi tumefunga au kuna mtu ana njaa? Haruna ana njaa? Usingizi tunakuja. Usingizi. Msalia Bwana Mtume, usingizi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mimi hata bado sijachoka. Muhammadin wa ali Muhammad salawatu Mwenyezi Yesu. Na basi kwa basi amefunga. Hadithi ya Imam Al-Hadi ni nzuri, na historia Mutawakkil na ujauri aliyoufanya kwa Al-Bait na Karbala ni nzuri. Sema kama ingekuwa tunasoma yote ungeona, lakini ndio hivyo. Na maana hapa mimi nitaishia kwenye bado makaratasi matatu. Na hapa toka tumeanza tumesoma
1:30 bado matatu. Sasa tukisema tumaliza yote tutakuwa bagari. Sasa tunasoma haya mashairi ndugu zangu. Haya mashairi mimi nayapenda. Kwa munasaba huu naomba tumsomee marehemu au almarhum mwalimu wetu Sheikh Ghulam Okera Surat al-Mubarakat al-Fatiha. Tumemsomea hiyo Surat al-Fatiha shekhe wetu na mwalimu wetu Sheikh Ghulam, sababu haya mashairi toka amenifundisha katika vitu vichache ambavyo bado vimebaki kichwani kwa kuhifadhi, ni haya mashairi ya Imam al-Hadi, na mara nyingi mwenyewe tunapenda kuyasoma, lakini kila nikiyasoma namkumbuka Sheikh Ghulam. Ndio na mwanzoni chuoni alituhifadhisha mashairi haya mwaka 1992. Aliokuwepo hapa, tukiacha hawa wachache anyoshe mkono kwa watoto wote tuliokuwa. Hamna aliokuwepo hapa. Sisi tu wakati wote tunakula raha zetu huku na kina Haruna huku mjini. Kwa kina Ali pale, ile nyumba iko ya miti pale. Sasa ndio nani bwana ito. Mwenyezi Mungu awarehemu mashia wetu wale waliotangulia hapo kulia. Alikahawa ilikuwa ndio kijiwe. Sheikh Siraji huyu hapa au mwenyewe huyu tuko naye. Mzee mwenzangu 1992. Na wale wao wanaongeaga waseme. Jamani, watu tumekula chumvi, tuacheni tu. Imam al-Hadi amefariki na miaka 40. Kijana mdogo. Ni kijana mdogo kwangu. Imam. Unatukumbusha mbali sasa. Tupe mashairi bwana. Ni kweli nawakumbusha mbali. Umechoka? Sijachoka, unatukumbusha mbali utatuliza. Kweli tulikumbuka hiyo enzi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salawat. Sasa mashairi haya marehemu Sheikh Ghulam alituhifadhisha 1992. Ndio tumehamia pale Kaloleni. Chuo pale. Ndio chuo kimetoka hapo Lebolosi tunaenda pale Kaloleni. Sheikh yanasema hivi. Watu wanaweza tukataja historia za zamani hapa tukaweka msiba. Batu ala qulalil ajibali taharusuhum. Unajua Kiarabu ni tofauti na tafsiri nitakayoitoa kwa kweli, sababu ni balagha, maneno mazito, tafsiri yake inahitaji utulie, neno kwa neno lazima utulie. Batu ala qulalil ajibali taharusuhum, ghulibu rijali falam tanfa'uhumul qulal, wastunzilu ba'da izzin an ma'aqilihim, wa uskinu hufaran ya bi'sa ma nazalu, nadahum sarikhun min ba'di dafnihim, ayna al-asawiru wat-tijan wal-hulal. Allah. Aina al-wujuh allati kanat mun'amatan min duniha tudrabu al-astaru
walkulalu. Faafsaha alqabru anhum hina saalahum tilka alwujuhu alayha dudu taqtatilu qad twala ma akalu dahra wa qad sharibu wa asbahu alyawma ba'da al-akli qad ukilu. Salawatullahi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Si Mutawakkil amemlazimisha asome mashairi na imamu hataki, wakamlazimisha wakampa khiari, ima asome mashairi au pombe. Auzubillah na shaitani. Imamu ni mshairi, ni msomi. Sasa akamsomea mashairi mazito haya, ambayo mashairi haya yalibadilisha majlisi ile. Alichukua lile kopo lake la pombe lile aliyokuwa nalo, alilipigiza chini, na wote wale maskari wake wakapigiza makopo yao ya pombe chini, wakawa wanagaragara kama wamelewa na huku wanalia. Lakini nazungumza hivi, batu ala khulal ajbali taharusuhum, wamelala katika milima, mangome ya milima mikubwa, na huku wana ulinzi uliokuwa mkali. Ghulibu rijali falam tanfa'humul qulalu, wameshindwa hao wanaume, pamoja na kuwa wamelala katika ngome imara na ulinzi mkubwa, lakini wameshindwa. Yana namweleza wewe Mutawakkil, una ngome, una ulinzi, lakini umeshindwa, huna chochote. Wastunzilu ba'da izzin an maqilihim, baada ya kuwa walikuwa ni watukufu, lakini Mungu akaja akawashusha kabisa, wakawa sio chochote. Wa uskinu hufaran ya bi'sa ma nazalu, mwisho wa yote wanaingizwa katika kaburi, na makaburi hayo ni nyumba mbaya kabisa, ilingani na mangome yao na maikulu yao hayo wanaishi. Mwisho wa yote ni kwenye kaburi, na kaburi sio nyumba nzuri, haifanani na maikulu yenu haya na ulinzi wenu. Pamoja na ulinzi wako, sasa unaenda kukumbana na munkar wa nakir na adhabu ya kaburi. Nadahum sarihun min ba'di dafnihim, ataita malaika yule wa kupiga parapanda. Nadahum, atawaita baada ya kuwa mmeshazikwa kwenye makaburi yenu. Aina al-asawiru wat-tijanu wal-hulalu, yako wapi mavazi yenu mazuri, vyakula vyenu vizuri, taji zenu mlizokuwa mnavaa? Warabu walikuwa wanavaa, kwa mfalme anavaa taji moja la meremeta la dhahabu, na mapambo ambayo mlikuwa mnajipamba nayo, yako wapi? Ataita malaika, yako wapi hayo mliokuwa nayo, mliokuwa mnatamba nayo kwenye dunia, sasa hivi yako wapi? Hiyo unapigiwa kelele ukiwa kaburini, na bana na mwanandani. Imamu anawaeleza hivyo. Aina alwujuhu allati kanat munaamatan, ziko wapi nyuso ambazo zilikuwa zinameremeta mlipokuwa duniani kwa vyakula vizuri na maisha mazuri? Uso wako unameremeta. Leo huko kaburini umejaa vumbi, jicho limekutoka. Min duniha tudrabul ustaru wal kulalu, inapigwa, inabondwa na michanga na mawe na adhabu ya kaburi. Nyuso ambazo zilikuwa zinameremeta leo zinapasuliwa, mchanga tu ule na nini unagongwa, bado adhabu ya kaburi. Ziko wapi nyuso za aina hiyo? Fa afsaha alqabru anhum hina saalahum, kaburi kwa ufasaha kabisa
linawauliza. Siko katika Qur'ani, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. La kuuliza kabisa kaburi, hina sa'alahum tilka alwujuhu alayha dudu taqtatilu. Mnaulizwa, lakini nyuso hizo wakati huo zinaliwa, madudu ndio yanayogombania yao. Uso wako unagombaniwa na madudu, uso ambao ulikuwa unaringa nao. Huwezi kutoka bila kuangalia kioo, bila kupaka mafuta, bila kupaka poda, bila kuwadharau watu. Qad twala ma akalu dahara wa qad sharibu. Mliishi sana huko muda mrefu, mmekula, mmekunywa, mmefanya yote maharibi, na sasa mko hapa pia mnatafuna hivyo hivyo. Wa asbahu al-yawma ba'da al-akli qad ukilu. Leo mmeingia kaburini baada ya kuwa mlishakula duniani, sasa na hapa na leo nyinyi mnaliwa. Mashairi ya Imam Al-Hadi tuishie hapo, ili imeshachukua muda mrefu, lakini mashairi haya ni mazuri sana sasa kwa vijana kuyahifadhi na kuyasoma kwa tafsiri iliyonyoka vizuri. Hii nimesoma tafsiri ya kukatakata kidogo kwenda na wakati, nimetoa kama vile mafumu yake, lakini ukiyasoma haya mashairi yanakutoa machozi. Marehemu Sheikh Ghulam alikuwa ikamaliza imamu wetu alayhi salam, na akazikwa pale pale Samara. Sehemu alikozikwa ndio sehemu ambayo alipotoka Madina alifikia pale, na akawekwa pale. Ilikuwa ni jumba tu kabovu, ndio akawa anafanya ibada zake pale, na ndiye akafia pale. Siku ya leo ni shahada ya Imam Al-Hadi alayhi salam. Tutamwomba Mwenyezi Mungu atujalie subira aliyokuwa nayo imamu wetu Al-Hadi alayhi salam. Amen. Na atupe nguvu kama aliyokuwa nayo imamu wetu Al-Hadi alayhi salam. Na atupe ushujaa kama huu, na atupe ucha Mungu wa aina hii, na zaidi ya hapo atupe maarifa ya kumtambua imamu wetu Al-Hadi alayhi salam, na machungu yote aliyoishi kwa miaka yake yote akiwa katika tawala katili za Bani Abbas. Tunakuomba ya Rabbul Alamin, sisi kwa maumivu aliyoishi utupe sisi raha, utuponye sisi, tuishi maisha yaliyokuwa na amani, maisha yaliyokuwa na utulivu, tupate mavazi, tupate vyakula. Familia ya Imamu Al-Hadi ilikuwa na vazi moja kama tulivyosema. Sisi tunakuomba maimamu waliishi kwa tabu, ili sisi wafuasi wao tuishi kwa raha ya Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu, kwa kumtaja Imamu Al-Hadi tuliohudhuria katika majlisi hii, tunamwomba Mwenyezi Mungu atutizame kwa jicho lake la huruma, atutizame kwa jicho lake la upendo. Mwenyezi Mungu atuhurumie na tusamehe madhambi yetu. Matukio yaliyoko katika mwezi huu mtukufu wa Rajabul Murajjab, ambao mojawapo ni hili la leo. Bado tuna matukio ya kuzaliwa kwa Imam Ali alayhi salam, bado tuna tukio la bi'tha, Bwana Mtume kupewa utume, na bado tunalo tukio la Isra wal Mi'raj, ambalo pia la Isra wal Mi'raj tutakuja kulipa muda mrefu zaidi siku hiyo, kwa sababu ni siku ya kufunga pia. Siku ya Isra wal Mi'raj ni siku ya kufunga, na tutahimizana watu wafunge. Leo tutaanza dhuhureni hapa mpaka magharibi. Mtu akichoka anaenda anaosha uso, ukiona basi anasema hivi, anakunywa. Siku watu wamefunga, watu watakaa hapa ili kwa